Bwana asifiwe wapendwa, karibuni tena kwenye kipindi chenu pendwa. Mwongoza kipindi ni mimi yule mtumishi wenu Jenny Siame, na leo nimewaandalia vitu vya kwenda kujifunza. Na kichwa cha habari kwenye somo letu la leo kinasema, enyi wanawake, kipo cha kujifunza kutoka kwa mwanamke huyu. Narudia tena. Kichwa cha habari katika somo letu leo, kichwa cha habari kinasema, enyi wanawake, kipo cha kujifunza kutoka kwa mwanamke huyu. Sasa maswali yapo ya kujiuliza, nini tunaenda kujifunza kutoka kwa mwanamke gani? Tunaenda kujifunza kutoka kwa mwanamke ambaye anaitwa Debora. Debora alifanya nini? Haya ndio tunaenda kujifunza. Na Debora alikuwa ni mtu wa aina gani? Hivi vitu tunaenda kujifunza. Kwa hiyo sasa hatuwezi kuongelea mengi sana. Najua kwamba vitu vingi sana tutaenda kuvipata tukianza kumwongelea huyo Debora. Na Debora tunaenda kumwongelea au tunamtoa wapi? Debora tunaenda kumwongelea kumtoa katika kitabu cha Waamuzi, mlango wa 4 mstari wa 4 mpaka wa 9. Umeona Na kwa nini nimechagua hiyo katika huo mlango wa 4 mstari wa 4 mpaka wa 9? Hapo ndo kuna vitu ambavyo tunavihitaji kwamba wanawake tukajifunze. Nikiwa mimi moja wapo mwanamke, na ukiwa na wewe ambaye unanisikia, kwamba nini tunaenda kujifunza juu ya mwanamke. Na hata kama kuna mwanamume unasikiliza vizuri, hebu utashare kwa dada zako au kwa mwanamke yoyote ambaye unampenda, rafiki, ndugu na jamaa. Vipo vitu vya kujifunza kutoka kwa Debora. Sasa bila kuchukua muda, naomba sasa tukasikie habari ya Debora kutoka katika hichi kitabu cha Waamuzi, mlango wa 4 mstari wa 4 mpaka wa 9. Nao unasema, basi Debora nabii mkewe Lapidothi, naye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyo akatuma mtu akamwita Baraka wa Abinoamu toka Kedesi Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli akutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana wa Iftali na wana wa Zabuloni, nami nitakuvutia Sisera amiri jeshi lake Yabini hata mto wa Kishoni pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami, mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitokupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedeshi. Sasa hapa tunataka kumwangalia Debora alikuwa nani. Tunaanza kwamba amesema hivi, basi Debora, yani alikuwa kama Debora, yani kama vile basi Jeni. Umeona Alafu akasema nabii mke. La pili hiyo. La kwanza Debora, la pili nabii mke. La tatu alikuwa mke wa wa Lapidothi. Alafu 4 alikuwa mwamuzi wana wa Israeli. Ukienda katika ule mstari wa 5 anasema naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima akiwa wana wa Israeli wakikwea awaamue. Ina maana alikuwa anaamua kesi. Sasa unaanza na kipengele cha kwanza kwamba huyu Debora alishikilia position 4, na hizi position 4 nilikuwa sio kama kitu chepesi. Kumbuka yeye kama Debora ana vitu vyake vya kuvipenda yeye kama as a person.
Umeona? Namba 2, alikuwa nabii, na kuwa nabii maana yake uwe katika hali ya utulivu ya kumsikia Mungu, kumtii na kubeba maelekezo yake. Na yale maelekezo ili uweze kuafikisha katika watu husika au watu ambao wanakujua wewe ni nabii. Umeona? Na mtu yoyote ambaye anakaa katika uwepo wa Mungu anajua kazi yake ilivyokuwa sio ndogo. Utakatifu, utulivu. Kwa hiyo hapa ilikuwa sio kazi jepesi. Alafu namba 3, alikuwa mke wa mtu. Kwa hiyo mke wa mtu bado ana majukumu kama mke na ana majukumu kama mama. Hilo la 3. Alafu la 4, alikuwa anaamua kesi, mwamuzi wa wana wa Israeli. Huyu ni mwanamke. Alafu tunaongelea miaka hiyo. Kumbuka miaka hiyo kwamba mwanamke alikuwa sio mtu yani ambaye anaweza akatoka mbele za wanaume au alikuwa anaheshimika sana. Sasa katika hivi vyeo 4, cha kwanza nataka ujilinganishe na wewe ambaye unaweza kuwa una cheo kimoja tu au una vyeo 2, mke na unafanya kazi. Alafu bado unaweza kulalamika miezi na miezi ukabeba uchungu mpaka kukuletea magonjwa kwamba mume hataki kununua friji. Mara siyo mume hataki kununua kiwanja. Mara mume anisikilizi. Sasa kama wewe ungekuwa Debora, vipi vya kujifunza? Umejaribu kuangalia ugumu au uzito Debora ambao alikuwa anaubeba? Kwa sababu kitendo cha kuwa nabii, kumsikia Mungu na kutoa unabii kwa watu sio jambo dogo. Bado alikuwa na maisha yake kama yeye kama Debora. Na bado alikuwa mke wa mtu. Bado hapo kuna nafasi ya mume kama lazima ifanyike. Kumtii mume na kumhudumia mume. Bado kuna watoto wanahitaji attention yako na kuwahudumia wale watoto. Alafu bado unakaa chini ya mtende, wanakuja hawa, unawasikiliza, unawaamua kesi, wanakuja wengine. Pata hiyo position, pata hiyo picha. Najaribu kuongea hapa, nataka kuongea na yule mwanamke ambaye unajiona una mambo mengi, mambo ya bebeki, huyawezi, una stress, una depression, mambo ni mengi. Jaribu kujivaa viatu vya Debora. Na kama Debora aliweza kipindi hicho, tofauti na wewe sasa hivi umerahisishiwa mambo mengi, kuna vitu viko vingine hapo, yani simu iko ganjani, vitu vingi iko ganjani, yani you are driving, you are doing so many things. Alafu katika nyakati ambao mwanamke bado yani kwamba wanamvalue mwanamke. Umeona? Yani tuko katika masuala nasema equal rights, ndio? Sasa kipindi hicho Debora, pata picha kwamba as a woman you just standing for the nation. Hapa alikuwa aongelee tu kama ni nation. Alafu hiyo nation uko kwenye vita. Hapa wanapomwongea huyu Sisera, ukisoma pale ukisoma hapa kwenye mstari wa 3 wa 2 uko inamuelezea Sisera alikuwa ni mtu gani. Sisera alikuwa ni jemedari na ni mkatili kweli kweli, ambaye yeye kulikuwa kuna huyu mfalme anaitwa Yabini. Umeona? Lakini huyu Yabini jemedali wake ndo alikuwa huyu nani? Sisera. Sasa wewe ni mwanamke ambao unaongoza Israeli, alafu kuna jemedali amiri jeshi ambaye ni katili. Umeona? Na bado una hivyo vyeo. Hapo wewe ungekuwa wapi ambaye unalalamika friji haijanunuliwa, TV haijanunuliwa, sio kiwanja tumeanza kuongea sio miaka 5, miaka mingapi? Umeona? Hapo ingekuwaje? Sasa najaribu kukuletea picha kwamba huyu alikuwa ana hizo sehemu anafanya hizo kazi zote, na bado kulikuwa kuna vita, na bado kuna huyu Sisera ambaye alikuwa ni jemedali na ambaye alikuwa mkatili. Umeona? Ambaye alikuwa ana vitendea kazi na magari ni mengi na watu ni wengi, yani ana resources nyingi sana hata kupambana naye mbali ya ukatili wake, lakini bado alikuwa na vitendea kazi ambavyo Debora alikuwa hana. Sasa hiyo ilikuwa ni swala la kwanza hapo tunajifunza kuhusu Debora, vyeo na jinsi. Tunakuja swala la pili. Debora alimuita Baraka kumuelezea kwamba inabidi yeye inabidi anampa maelekezo. Wewe nenda, nitamtia Sisera mikononi mwako. Lakini Baraka kwa ajili ya uoga wake, yeye alikataa. Akamwambia Debora, kama wewe uendi, nami siendi. Sasa huyu ni mwanamume anamwambia mwanamke, kama wewe uendi, nami siendi. Umeona? Kwa ina maana hapa inamaanisha kwamba wewe mwanamke una uwezo wa kufanya jambo na mwanamume akakufuatisha kile unachokitenda. Kwa mfano, haya mifano unayoitoa, unalalamika, unalia, mwanamume atakufanya hivi. Ukianza wewe, ukinunua kiwanja, mwanamume atakufuata. Ukinunua hiyo TV ambayo anunui, baadaye na yeye ataifuata hiyo TV, atakulipa hela au atafanya kingine zaidi ya TV. Kwa hiyo hapa inajaribu kuambia kwamba you're not supposed to give up. Yaani kwamba wewe uwe chanzo au uwe chachu ya maendeleo, instead ya kukaa na kulalamika au kupiga simu na kuelezea watu wengine. Take step wewe mwenyewe. Take a step wewe mwenyewe na kuanza hivyo vitu. Unakuta nyuma unafanya nini?
mwanamume anakufuata. Ndio mbona hapa nataka kuendelea tena. Lakini hapa Debora anamwambia hivi, basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari tutakayoiendea haitokupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Hapa bado Debora anamkumbusha. Kwa hiyo wewe unavyomkumbusha mume wako, nunua kiwanja, fanya hivi, kasome, kafanye vile. Akigoma, wewe ukinyanyuka, bado wewe mwanamke utateki credit. Lakini la msingi hapo wewe umemuonyesha kwamba unamthamini na kumheshimu, kwamba yeye ndo anatakiwa achukue hiyo position na apate hiyo heshima katika hiyo position. Lakini kama ameamua yeye hawezi, take a step. Umeona, anza kufanya wewe. Na ukifanya wewe atakufuata. Kwa hiyo weza credit arudi kwake au credit abakia kwake, lakini bado umeokoa jahazi. Sasa nataka unisome mambo machache. Tumejifunza nini? Haya mengine mimi nimeelezea. Kwa hiyo kuna vingine hapa nataka nielezee. Kama sisi wanawake tumejifunza nini kwa Debora? Tumejifunza kuwa viongozi jasiri ndani ya familia, ndani ya kazi tulizonazo, au ndani kwenye sehemu yoyote ambao umewekwa ku position. Whether ni kwenye dini, kwenye serikali, labda kwenye makampuni binafsi, au kwenye kampuni yako wewe mwenyewe, kuwa kiongozi jasiri. Umeona? Cha pili hapa kichojifunza kuwa hapa tuwe watatua migogoro kuliko kucreate migogoro. Kwa hiyo wewe kwa sisi wanawake tunatakiwa tujifunze kutatua migogoro ndani ya ndoa zetu, ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndani na hizo kazi ambazo tumeajiliwa au kwenye uongozi na nafasi tulizopewa. Tusiwe watu wa kucreate vitu kwa sababu sisi wanawake tunapenda drama na tunapenda maneno ya kuharibu. Kwa hiyo hapa kuna cha kujifunza. Umeona? Alafu kingine hapa tunajifunza nini kwa Debora? Debora ni kwamba alikuwa anamtegemea Mungu. Umeona? Na sisi kuna mambo ambayo tunakuwa tunatembea nayo au tunayataka, lakini tunakuwa tunashindwa. Tumtegemee Mungu na Mungu atatuwezesha kwa yale ambayo tunaona magumu. Tumeamua kuwa viongozi jasiri, tumeamua kutatua migogoro, lakini tukimkaribisha Mungu atakuwa anatuwezesha katika uwepesi zaidi. Umeona? Kingine tena kwamba kuwa waamuzi, tuwe waamuzi ambao tumebeba hekima ndani ya kuamua vitu, ndani ya familia. Tukawe waamuzi wanawake sasa, tukawe kwenye familia, tukawe waamuzi wazuri, tukawe watu wa kujaji vitu vizuri. Watu wanapokuja na shida zao, tunakaa nao, tunajaribu kuongea nao kwa hekima, kuamua yale matatizo katika hekima ya kimungu. Umeona? Na cha kujifunza kingine ndio nimesema kwamba ujasiri wa changamoto. Tunapokutana na changamoto tusiziogope, yani tupambane nazo, na uwezo wa kutia moyo wengine. Umeona? Sisi wanawake manyingi hatupendagi kutia moyo wengine. Hapo sisi ndo tunatiaga sumu. Umeona? Amemtia moyo Baraka japokuwa alikuwa mwanamume. Basi wewe ungekuwa mwanamke mwenzangu, ungeshangaa, huyu si mwanamume, tunatakiwa aende kwenye vita. Lakini mwenzako kaona kama mwenzake ana hofu, akamwambia tunakwenda, lakini tutapokwenda heshima haitorudi kwako. Lakini alienda, sio kwamba alikaa. Umeona? Basi katika ile ushindi ulikuwa kwa pamoja na hayo yote kwamba Mungu atusaidie tukawe na hekima, umeona, na amani ndani yetu wa kwenda kusimama katika mambo yote ya Mungu, na kwa ajili ya kuwa katika ushauri na kuhukumu vitu, na uwezo wa mwanamke na kutatua vyote. Kwa hiyo mimi naomba niishie hapo. Kwa hiyo wewe mwanamke ambaye una cheo cha kuolewa tu peke yako, mwenzako ameolewa na mtatua matatizo, umeona na yeye mwenyewe kasimama kama yeye. Na wewe kama umeolewa na unafanya na kazi, basi isiwe kama ndo nimechoka hapana. Huyu nabii anaongoza taifa. Kwa hiyo wanawake tunaweza tukawa tuongoza taifa, tukawa wake, umenielewa vizuri, tukawa ndo kama position tofauti. Weza wewe kama ni lecture, weza wewe kama ni I don't know, mchungaji, au sehemu yoyote una position katika dini, katika serikali, sehemu yoyote. Kwa hiyo mimi nimejifunza mambo mengi, na matumaini na wewe umejifunza mambo mengi kama mwanamke Debora. Kwa hiyo naona kuna kitu kitakuwa umeufahamu, kuna kitu utakuwa umepata. Kwa hiyo wanawake tukawe watu wazuri, wema, viongozi, ujasiri na hekima ndani ya sehemu yote ambayo tutakuwa tumepandwa. Basi mimi naomba niishie hapo wapenzi, na wapenda sana. Tusubiri mpaka kipindi kingine kijacho, na watakieni weekend njema na wiki njema, na mbarikiwe na Mungu. Bye.